Bwana, miongoni mwa tetesi za usajili kwenye dirisha hili dogo la usajili ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba bado zinaendelea kumtaja Clatous Chota Chama kama moja kati ya nyota ambao wanatajwa kujiunga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Sasa tetesi zinaeleza kwamba mchakato mzima kuhusu jambo la usajili wa kiungo aliyekuwa wa Simba akitokea Singida Black Stars Clatous Chota Chama kurudi unyamani kumeibua taswira mpya baada ya kuwepo kwa taarifa zinazosema tayari makubaliano binafsi kati ya mchezaji na timu yameshakamilika na tayari Chama yuko mbioni kurudi Msimbazi katika dirisha hili dogo la usajili. Pamoja na kwamba pande mbili kati ya Simba na mchezaji kukubaliana unaambiwa, lakini bado changamoto ipo kwa Singida Black Stars ambao mpaka sasa hawapo tayari kumtoa mchezaji huyo kwenda kwa Wekundu wa Msimbazi Simba. Simba bado inapambana kwa kila hali kukamilisha usajili huo kabla ya dirisha kufungwa, ikiamini kuwa ufundi na uzoefu wa Chama utakuwa chachu ya mafanikio katika michuano ya ndani na ile ya kimataifa inayowakabili. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa matetesi ipo kwa upande wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya Clatous Chota Chama ambaye ameendelea kuzungumzwa ndani ya kikosi hicho kwamba anahitajika kwa udi na uvumba. Kwa hiyo tusubiri na kuona nini ambacho kitatokea juu ya tetesi hizi za Clatous Chota Chama kujiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba. Lakini tetesi nyingine ni kwamba Simba wameonyesha nia ya kutaka saini ya mshambuliaji wa Nyasa Big Bullet Chikumbutiso Salma. Dili hili niliwaletea pia juu ya tetesi hizi. Sasa taarifa inasema kwamba Simba wanamtaka Salma aje Tanzania wiki ijayo ambapo wanataka nyota huyo aje kwa majaribio ili kumwangalia vizuri kama atawafaa. Sasa Nyasa Big Bullet ambao ndio wanamiliki mchezaji huyu hawajatoa majibu kuhusu hoja ya majaribio. Hata hivyo taarifa zinaeleza kwamba Nyasa Big Bullet hawapendezeshwi na hatua ya Simba kutaka kumjaribu mchezaji huyo, badala yake wampe mkataba. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo kwamba Simba wao wanataka kumchukua mchezaji aje kwanza wamfanyie majaribio kabla hawajampa mkataba, lakini timu ambayo inamiliki kwa maana ya Nyasa Big Bullet wao hawataki kabisa. Kwa hiyo klabu ya Simba itaarifu klabu ya Nyasa Big Bullet kwa inahitaji kumfanyia majaribio winga huyo wa Chikumbutiso Salma mwenye umri wa miaka 22 ndipo imsajili, lakini unaambiwa mpaka sasa klabu ya Nyasa Big Bullet imekataa ombi hilo na ikisisitiza kufanya biashara ya mchezaji huyo ya moja kwa moja na sio majaribio. Kwa hiyo sijui nini ambacho kitatokea au kwa nini Nyasa Big Bullet wanaogopa mchezaji wao kufanywa majaribio. Lakini unaambiwa ni moja kati ya nyota ambaye amefunga magoli mengi na ndiye mfungaji bora wa ligi. Kwa hiyo wao Nyasa Big Bullet wanaamini kwamba ni nyota mwenye kiwango bora na hakuna haja ya kumfanyia majaribio. Kwa hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo ipo kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya tetesi ambazo zimeendelea kuwahusisha kwenye dirisha hili dogo la usajili ambalo bado liko wazi mpaka sasa na linatarajiwa kufungwa Januari 31. Na tetesi nyingine ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni kwamba kiungo wa klabu ya Simba raia wa Tanzania Omar Abdalla Omari ameiomba timu hiyo imbadilishie timu ya mkopo kwa kuwa amekuwa na wakati mgumu wa kupata nafasi katika kikosi cha kwanza. Nyota huyo anafanya hivyo katika kipindi ambacho klabu ya Mbeya City kutoka jijini Mbeya tayari wamezungumza naye na wanahitaji huduma yake katika kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili. Kwa sasa Omari yupo katika klabu ya Mashujaa FC ya mkoani Kigoma ambayo amekuwa na wakati finyu sana wa kupata nafasi ya kucheza. Wanaifahamike kuwa kinda huyo alijiunga na Simba msimu uliopita akitokea huko kwa ndani ya klabu ya Mashujaa, na mwanzoni mwa msimu huu walimrudisha kwa mkopo wa mwaka mmoja kutokana na kuwa na wakati mgumu katika kikosi hicho cha Wekundu wa Msimbazi Simba. Kwa hiyo baada ya kupelekwa huko ndani ya klabu ya Mashujaa alikotoka bado tena ameendelea kutokupata nafasi. Sasa ameomba Simba wambadilishie timu angalau akapate nafasi. Kwa hiyo ni moja pia kati ya taarifa ambayo ipo ama tetesi ambayo ipo kwenye dirisha hili dogo la usajili. Lakini ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, Mzamiru Yassin mwenye umri wa miaka 30 yuko kwenye mazungumzo ya moja kwa moja na vilabu vya Singida
Mbeya City na TRA. Bwana Mzamiru Yassin anahitaji changamoto mpya na mpango wake ni kuondoka Simba mwezi huu Januari. Mzamiru amebakiza mkataba miezi 6 na Simba pia wako tayari kumwachia Januari hii. Kwa hiyo moja pia kati ya taarifa ambayo inatoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ni juu ya Mzamiru Yassin ambaye anatajwa kuondoka ndani ya kikosi hicho. Idris Diomande kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars ni moja kati ya nyota pia ambaye ameendelea kutajwa kwamba huenda kajiunga ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya Simba kuonyesha nia ya kumhitaji Idris Diomande kutoka ndani ya klabu ya Singida Black Stars. Bwana, mpaka sasa Simba hawajatangaza mchezaji yoyote ambaye wamemsajili, licha kuwa kuna baadhi ya nyota ambao wameonekana kwenye kikosi cha Simba kama Baraka Mwangosi anayetoka ndani ya klabu ya Mbeya City ameonekana akicheza ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba, na tetesi ama taarifa zinaeleza kwamba yuko anafanywa majaribio kuona kama Simba wanaweza wakaridhika naye na kuweza kumsajili. Lakini moja kati ya nyota ambaye ameonyesha kiwango bora licha kutokufunga, lakini ni moja kati ya nyota ambaye ameonyesha kiwango bora sana kwenye michuano hiyo ya Mapinduzi. Kwa hiyo moja pia kati ya taarifa ambayo ipo, na wapo nyota wengi wakina Brighton Nkani, kina Charles Ouma walikuwa wanatajwa kwamba mpaka sasa wako ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kiendelea kufanya majaribio ili kuona kama wanaweza kupata nafasi ya kuweza kusajiliwa na kikosi hicho. Kwa hiyo kabla dirisha kufungwa huenda tukasikia lolote ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba juu ya usajili kwa sababu tunafahamu kwamba ni moja kati ya timu ambayo nayo pia imeweka mipango yake ya kuhakikisha kwamba inafanya usajili kwenye dirisha dogo hili la usajili ili kuweza kuimarisha na kuweza kutengeneza kikosi chao kuelekea kwenye ligi kuu ya NBC ambayo imesimama kupisha michuano ya AFCON, lakini pia kuelekea kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika ambayo tunafahamu Simba wako kwenye hatua ya makundi, licha kuwa bado nafasi yao ni finyu sana ya kuweza kutinga hatua ya robo finali, lakini mipango na mikakati ni kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri kwenye ile michezo iliyosalia ya klabu bingwa barani Afrika, ikiwa ile michezo ya dhidi ya Esperance de Tunis, lakini Stade Malien pamoja na Petro de Luanda wanahakikisha kwamba wanaibuka na ushindi na wanaweza kutinga hatua ya robo finali. Kwa hiyo tutasikia lolote kutoka ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye dirisha hili dogo la usajili, maana bado dirisha liko wazi mpaka tarehe 31 ya mwezi huu wa kwanza. Kwa hiyo bado muda upo na lolote linaweza likatokea ndani ya klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba kwenye dirisha hili la usajili. Kama ambavyo nimeendelea kukujuza, Simba bado wanahusishwa na baadhi ya nyota kiwemo Chimbukutiso, Salima kutoka Nyasa Big Bullet, lakini Clatous Chota Chama, Idris Diomande pia mmoja kati ya nyota ambao wameendelea kuhusishwa, na wengine ambao wanatajwa kwamba wako wanafanywa majaribio ndani ya kikosi hicho. Kwa hiyo tutaendelea pia kukuletea tetesi za baadhi ya nyota